أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نو إسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهنيكم جميعا بدخول أو بقدوم شهر رمضان المبارك. leo tunaanza darasa hii ya kila siku kwa mwezi huu Ramadhani, ambayo kwamba tutakuwa tunasoma fatawa za mufti wetu na imamu wetu Allamatul Asr Sheikh Ahmed Al-Khalili. Na kwa kawaida fatawa hizi ndikuwa nazisoma katika ukumbi mwingine, na hapa zinakuja kama ni recorded au ni maclip, lakini kwa mwezi huu wa Ramadhani nitazisoma hapa kwa sababu tutasoma mlango huu wenye kuhusiana na mambo ya Ramadhani, na kwingine zitakwenda kama ni clip. Swali la kwanza ambalo kwamba Sheikh kaulizwa katika mlango huu ni kuhusu kuona mwezi mtu mmoja peke yake. Swali linasema kuhusu mtu ambaye kwamba kauona mwezi peke yake, kisha ule ushahidi wake aliotoa ukakataliwa, kama jamii umeukataa au kadhi kaukataa. Swala sana hili, je, atafunga mtu yule peke yake kwa kutegemea uoni wake? Na hali kadhalika kama ni mwezi wa kuingia Shawwal, mfungo mosi, atafungua peke yake kwa kutegemea ule uoni wake? Hilo ndo swala ambalo kwamba kaulizwa samahati Sheikh. Jawabu ni kwamba funga imefungamanishwa na kuthibiti kwa mwezi, nako hupatikana kwa njia moja katika tatu: ama kwa kuuona ule mwezi mwenyewe mtu, au kwa kushuhudia mashahidi wawili ambao kwamba wameuona, au kwa kuenea habari kwamba mwezi umeonekana. Yote hayo au moja katika hayo yakipatikana, basi mwezi unakuwa kisharia umeandama. Lakini wamekhtalifiana kuhusu mtu mmoja ambaye kwamba ni mwadilifu, yani akitoa habari mtu mmoja mwadilifu, je, habari yake inakubalika au haikubaliki? Hapa kuna khilafu ya ulama, na mimi binafsi sasa hali maneno yangu kidogo sio kuchanganya baina ya mufti na maneno yangu. Nimefanya bahthi hii na kitabu ambacho kwamba maarufu kwa watu wengi wa kule Afrika Mashariki wanakijua, kinaitwa Ushahidi Uliowekwa Wazi. Nimezungumzia swala hili kwa urefu la mambo ya mwezi. Anayependa kujua kwa tafsiri arejee katika kitabu hicho, na inshallah karibu kitabu hicho kitakuwa katika website, vile watu wataweza kukisoma. Kwa ufupi, kauli ambayo kwamba inategemewa na walio wengi ni kwamba pia ushahidi mtu mmoja katika kufunga unakubalika, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliukubali ushahidi wa bedui mmoja, na riwaya kama hii pia inapokewa kutoka kwa Ibn Umar radhiyallahu anhuma jami'an. Anaendelea Sheikh, anasema kwamba na kwa sababu hiyo mtu anapouona mwezi peke yake, basi inakuwa ni hoja juu yake, anatakiwa afanye ibada kwa uoni wake huo, wala haifai yeye yule mtu kujikadhibisha nafsi yake kama mwezi kauona alafu akasema mimi sikuona, au akasema mimi sifungi ila hadi mwezi kauona. Ikiwa kauona afunge japo kuwa peke yake. Kwa hivyo inamlazimu mtu huyo kuafunge na afungue. Lakini ikiwa ni kufungua, masala ya kufungua yani mwezi wa mfungo mosi, basi inatakiwa afungue peke yake kwa kujificha, ili watu wasije kumdhania vibaya. Lakini katika masala ya kufunga yani mwezi wa Ramadhani, kaona mwezi peke yake na watu wameukataa, basi atafunga bila ya kujificha, na atajizuia kutokana na vitu vyote ambavyo kwamba vinafunguza. Kauli hii ndio kauli yenye uzito kwa maulama wetu sisi na maulama wengi zaidi wa umma wa Kiislamu. Ama mahambali, watu wa madhhabi ya Hanbali, wao wanasema kwamba mtu ambaye kwamba kauona mwezi kama hivyo alafu akakadhibishwa, ikawa watu hawakuikubali shahada yake, basi wanasema inampasa yeye afuate watu. Hii ni kauli ya madhhabi ya Hanbali. Sawa na hoja yao hawa ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam
yenye kusema as-sawm yawm tasumun. Saumu ni ile siku ambayo kama mnafunga pamoja. Wal fitru yawm tufṭirun. Na hal kadhalika Eid al-Fitri ni siku ya kufunguza. Sikukuu ni ile ambayo kwamba mnafunguza nyote pamoja. Wal hajj yawm tahujjun, na haji vile vile ni siku ambayo kwamba mnafanya haji kwa pamoja. Hii ndio hoja ya hawa Muhammadi. Lakini Sheikh anasema hivi, anasema kwamba kipeo ambacho kwamba kimo katika hadithi hii, ani maana ambayo kwamba imo katika hadithi hii ni kwamba watu wanatakiwa wafanye ibada hii kwa mujibu ya kile ambacho kwamba kimewafikia, kwa ilmu ambayo kwamba imewafikia, ambayo kwamba wanaweza kuifikia. Kwa mfano, ikiwa mwezi utajificha kwa sababu kuna mawingu au kitu kingine au mavumbi au kitu kingine chochote kile, ikawa mwezi umejificha, na ikawa wao wameakhirisha siamu, hawakufunga, yani ikawa mwezi 29 tabani, kwa sababu hiyo basi yani kwa kukamilisha ikawabidi wakamilishe siku 30, basi hiyo ndiyo siamu, huko ndiko kufunga kwenye kuzingatiwa. Yani watu maana ya hadithi hii Sheikh anasema ni kwamba watu wanatakiwa wafunge kwa mujibu wa ilmu yao. Nitakupeni mfano. Yani tunaposema mwezi haukuandama hata mwezi 29, haina maana kama mwezi haupo. Haina maana kama mwezi haupo. Mwezi unaweza kuwepo lakini hatukuona. Kwa sababu gani? Kuna mawingu. Kwa hivyo lau utafanya hesabu ya falaki kwa mfano, utakuta mwezi upo, lakini katika ardhi mustahili kuona, haiwezekani. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna mawingu. Kwa hivyo kisharia mwezi haukuandama, kwa sababu mwezi kuandama kwake kumefungamanishwa na kuona, so kuwepo, kuona au kutimiza siku 30. Sawa sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu idda 30. Fungeni kwa kuona na fungueni kwa kuona. Ikiwa mtazibwa na mawingu, basi kamilisheni idadi ya siku 30. Kwa hivyo kuona ni kwamba kunazingatiwa katika sharia. Naam. Kwa hivyo wanasema sheria kufunga kwao na kufungua kwao ni kwa mujibu wa kile ambacho kwamba kimethibiti kwao. Sawa watu, ndio maana hadithi hiyo. Na si makusudio hadithi hiyo kwamba mtu ajizuie kufunga kutokana na kitu ambacho kwamba yeye mwenyewe ndio anachakiwa akifanyia ibada katika nafsi yake, binafsi yake. Yani wewe mwenyewe unatakiwa kufanya ibada kwa kuona mwezi. Mwezi umeuona halafu ujizuie, hilo sio maana yake. Na kuna hoja gani zaidi ambayo kwamba ina nguvu zaidi na iliyo zaidi kushindwa mtu vile kulikoni mtu kuona mwezi mwenyewe kwa macho yake mwenyewe kisha akasema kwamba akaacha kufunga? Ilhali Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Yule ambaye, faman hili neno man ni ama yoyote, yule ambaye atauona mwezi, sawa, basi aufunge. Na mwezi hapa umefasiriwa namna mbili. Mwezi kwa maana kuona mwezi kwa maana kuwepo katika mji, faman shahida kwa maana kuwepo, shahida kwa maana kahudhuria, na shahida kwa maana kauona. Na waliosema shahida kwa maana kuona wamekadiria neno nini katikati yake hapa? Neno hilali. Maana ya aya faman shahida minkum hilala ash-shahri, sawa, atakayeuona muandamo wa mwezi wa Ramadhani, basi huyu afunge. Na huyu kauona, kwa hivyo lazima afunge. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema sumu li ru'yatihi wa afṭiru li ru'yatihi. Na Mtume kasema kwamba fungeni kwa kuona na fungueni kwa kuona, na huyu kauona. Kwa hivyo yeye binafsi atafunga, sawa, lakini kama shahada yake imekataliwa na yeye ni mmoja kataliwa, khilafu hii wengine sawa, lakini yeye atafunga madamu kauona kwa hakika mwezi, atafunga. Hawezi kusema kwa mimi sifungi. Hii ndio fatwa ya Sheikh Al-Khalili kuhusu masala hii. Mukhtasari wake ni kwamba mtu mmoja kauona mwezi peke yake, wengine hawakuona, shahada yake ikakataliwa, afunge asifunge, afungue asifungue? Jawabu ni kwamba afunge.
katika mwezi wa Ramadhani na afungue katika mwezi wa Shawwal mfungo mosi, lakini ufungua kwake atafungua kama iko mfungo mosi atajificha, atakula peke yake nyumbani, hatodhihirisha mbele za watu. Hii ndio jawabu ya swala la kwanza. Swali la pili linasema nini sharti za lazima kwa yule mtu ambaye kwamba anaona mwezi? Mtu mwenye kuona mwezi wa Ramadhani au mfungo mosi, sharti zake ni zipi ili shahada yake ikubalike? Jawabu ni kwamba mtu huyo awe ana akili. Sawa awe kafikia baligh. Sawa mwanamume mwadilifu katika dini yake, na iwe huo ushahidi wake haukadhibishwi na matukio yalivyo. Na sharti nyingine hapa ni Muislamu. Hiyo inajulikana, ndio maana shekhi hakuitaja hapo, lakini hakuitaja, lakini inaingia katika adlan kwamba awe Muislamu. Sasa sharti hiyo ni kwamba mtu usikadhibishwe ushahidi wake sio kukadhibishwa na matukio yalivyo. Kwa mfano nakuja mtu anakwambia nimeuona mwezi. Haya, umeuona wapi? Anakuonesha nimeuona hapa upande huu ukiutazama ni mashariki. Sasa mwezi unatokea mashariki, mwezi unatokea magharibi, au anakuonesha kaskazini au kusini. Kwa hivyo inakuwa ushahidi wake umekadhibishwa na nini? Umekadhibishwa na ukweli na matukio hali yalivyo. Na kwa leo maulama takriban wamekubaliana wote isipokuwa kauli shadh, kauli pweke iliyopwekeka, kwamba katika zama hizi elimu ya falaki imefikia hali ya kuwa ni uhakika. Kwa hivyo ushahidi unaweza ukakataliwa ikiwa umekwenda kinyume na elimu ya falaki. Unaweza kukataliwa kwa ni kinyume na ilmu al-falaki, elimu ya astronomy. Sawa kwa sababu sasa hivi imefikia elimu ya astronomy kuwasema sio hisabu tena, ni elimu. Anakuambia mwezi utaliwa saa ngapi utaachiwa, na anakupangia hilo hata baada ya miaka 100 za kukupangia. Kwa hivyo ikiwa mtu atakuja na ushahidi wake, lakini kiastronomy ikaonesha kwamba haiwezekani mwezi kwa wakati ule kwa uonekane, maulama wanakuambia shahada yake inakataliwa sasa hivi, isipokuwa maulama wachache, hususan maulama wa Saudia. Na sababu yao kubwa ni kwamba hawakutofautisha baina ya elimu ya astronomy na elimu ya astrology. Ilmu ya falak na ilmu tanjim mambo mawili tofauti. Maana yake wengine utasikia wakiambia hii habari ya astronomy falak, wanakuambia kwamba kadhaba almunajjimuna walau sadaqu, kwamba wenye kufanya tanjimu hawa wenye kuagua kwa nyota wamesema uongo hata ikiwa wamepatia, watasema kweli. Lakini tanjim ni kitu kingine, ilmu ya astrology ni kitu kingine, na astronomy ni kitu kingine. Astronomy inasoma menendo tu ya sayari na mambo ya anga basi, haiagui. Sio kazi yake kuagua, kukwambia kwamba wewe utapata mtoto, utapata nini, sio kazi yake hiyo. Kwa hivyo hii ni elimu halali, ipo na imethibitishwa sasa hivi, imekuwa ni science kabisa. Naam, swali la tatu tunasema nini hukumu ya mtu ambaye kwamba kafunga kwa kutegemea wakati wa amani, kisha akasafiri kwenda dola nyingine ambayo kwamba imetangulia kufunga kwake, ikawa hii dola alokwenda imefunga siku 30. Sawa Kwa hivyo akala pamoja na siku kuu, lakini yeye kwa wakati wote kafunga siku ngapi? Kafunga siku 29, kwa sababu wale imetangulia hawa huko maana imechelewa. Sawa Kwa hivyo atakafunga siku ngapi? 29 yule mtu. Sasa je, hukumu mani ikiwa nao atafunga siku 30 vile vile inampasa naye ile siku moja ifunge ya hukumu mani ilikotoka? Nafikiri swali liko wazi kwamba mtu kafunga kaanzia Omani, lakini hapa Omani imechelewa siku moja kuliko ile nchi ambayo kasafiri akaenda, kama Tanzania tuseme. Tanzania ndio wameanza kufunga. Kwa hivyo akifika kule yeye siku 20, akifika kule 29, watu kule itakuwa wamefunga 30. Yeye siku zake ni 29. Kwa hivyo atakula nao siku kuu. Lakini huko Omani inakotokea pia amefunga 30. Je, hii siku moja Omani alikuanzia ilipe asilipe? Hilo ni swali la kwanza.
yani ni sehemu ya kwanza swali lake. Na sehemu ya pili inasema na nini ya hukumu ya mtu aliyofunga siku 30 kamili kisha akasafiri kwenda dola nyingine ambayo kwamba imechelewa kufunga. Yani akafika ikabadi watu tunafunga kule, huko kushafunga 30 kule bado watu tunakamilisha. Je, afunge pamoja na watu wale ili siku zake ziwe 31 au afunguze baada ya kukamilisha siku 30? Hayo ndio maswala ambayo kwamba ameulizwa samahati Sheikh. Jawabu: ikiwa atafunga siku 29, ikiwa atafunga siku 29 kisha akaenda katika dola nyingine ambayo kwamba imetangulia kufunga kwake, na ikamthibitikia kwamba ile dola nyingine kwao wale kule alikokwenda watu wamefunga kwa kutegemea nini? Kwa kutegemea ushahidi wa uadilifu, yani mwezi umeandama hakika, sio kwamba watu wamefuata nchi nyingine. Mwezi umeandama hakika kule alikokwenda, basi atakula siku pamoja nao, sawa Ama ikiwa yani atakula siku pamoja nao, haimlazimiki tena kufunga hii ya Oman tena kwamba airejee. Hii funga ya Oman kama yamefunga 30 yeye basi tena. Yeye kule akishafika kule anafunga kwa mujibu wa mwezi wa kule. Lakini anasema Sheikh, ama ikiwa kufunga kwao na kufungua kwao ni kwa kufuata tu kwa kufuata nchi nyingine kama hali ilivyo sasa hivi, basi itampasa aendeleze kufunga kwake mpaka atimize faradhi yake, ikamilishe wajibu wake, sawa Yani nchi anaokwenda, ikiwa mwezi umeuona ana hakika kama mwezi unatazama pale na unaonekana pale, kama nchini kwetu Tanzania, Unguja, wapi, hafukubali kuburutwa wakafuata nchi nyingine. Kwa hivyo ukifika watu ukifika pale watu wanini wana mwezi umeonekana pale, basi utakula nao sikukuu pamoja nao siku ya sikukuu, hamna tabia yote. Lakini kwa watu wanafuata mwezi nchi nyingine, basi utaendeleza kufunga kwa sababu ile si saumu, si sikukuu kisheria, haijaa sikukuu ya kisheria. Halafu swala la pili, jawabu yake ni kwamba ikiwa atafunga siku 30, mtu atafunga siku 30 na ikawa mwezi kauona mwenyewe ulipoingia mwezi wa Ramadhani na akauona mwezi mwenyewe, au kwa kutegemea ushahidi wa mashahidi waaminifu kwamba ameuona mwezi, na ikawa ushahidi wao hauna shaka ndani yake, hakutuliwa shaka, basi haimpasi kuzidisha siku 30 ikiwa atakwenda katika mji mwingine ambao kwamba kufunga kwake kumechelewa. Yani mtu kafunga Omani akatimiza siku 29 tuseme, halafu akasafiri akaenda zake akaenda zake nchi nyingine kama Imarati, sawa Imarati kule bado ni siku 28, sawa. Kwa hivyo naam, swali la mwisho linasema mtu ambaye kwamba kasafiri kutoka katika nchi yake, watani yake, akaenda katika mji mwingine ambao kwamba kuchomoza kwake kwa jua kumetangulia, vipi itakuwa kufunguza kwake, yani kufutari kwake itakuwaje? Jawabu ni kwamba mtu ambaye kwamba kasafiri kutoka katika mji mmoja akaenda mji mwingine naye kafunga, na ikawa baina ya miji miwili kuna tofauti katika nini? Katika kuchomoza kwa jua na kuzama kwake, kutua kwake, basi mtu huyo hatakiwi afunguze iftari ila baada ya jua kuwa limezama katika ule mji ambao kwamba amekwenda. Ni sawa tu ikiwa kuchomoza ikiwa kumetangulia kuchomoza na kutua jua au kumechelewa. Yani mtu katoka Omani, umetoka hapa Omani karibu ya magharibi, unasafiri na ndege pengine bado nusu saa tu jua litue, mara unaingia katika anga nyingine, nchi nyingine, pale tayari ni saa 9 mchana au saa 8 mchana. Vipi? Jawabu ni kwamba kule utasubiri mpaka kule ulikokwenda jua litue. Utasubiri mpaka ulikokwenda kule jua litue. Likitua ndio utaftari. Kwa sababu kufunga na kufungua kumefungamanishwa
kuchomoza alfajiri na kutua kwa jua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Insha Allah tabaraka taala kesho tutaendelea na masuala mengine. Mlango huu si mfupi sana, ni mlango mrefu kidogo kidogo mpaka tutamaliza insha Allah tabaraka taala fatawa hizi. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقي ولا محروما. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المخلصين لك الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.